Wahuni bado wanamsaka Captain Ibrahim Traore kwa kutumia makundi ya kigaidi, na ili kundi la Al-Qaeda wamefanya ya kufanya huko. Ni risali moja tu baada ya Captain Ibrahim Traore kurudi kutoka Urusi, ambako alikutana na viongozi wengi wa dunia, lakini akiwa bega kwa bega pembeni ya Vladimir Putin na Xi Jinping wa China. Huku upande wa pili serikali ya Traore walikuwa ni kama vipofu. Masaa ya mapema kabisa wakati amefika kutoka Moscow, wanamgambo wa Al-Qaeda walivamia kaskazini mwa mji wa Jibo, walikosababisha machafuko ya hali ya juu sana, na vurugu hizi zilidumu kama masaa 6 hivi. Machafuko yaliyosababisha vifo, uporaji wa silaha, wakichoma pia picha za rais, na watu kama 100 hivi wanakisiwa kuwa wameshakufa tayari. Wanamgambo hawa wa Al-Qaeda waliokuwa na silaha kali, waliokuwa wamejipanga sawasawa, wakawa wamewavamia wanajeshi wa Burkina Faso, wakaharibu miundombinu ya kijeshi, lakini pia na hospitali vile vile, na hata wakijaribu kupiga picha kwenye ofisi za serikali, wakiwa wamejirekodi video ambazo walikuwa wanashangilia ushindi huo, na huku nyuma kukisikika risasi. Ukweli usiopingika ni kwamba tangu kuingia kwa Ibrahim Traore madarakani mwaka 2022, baada ya kupindua taifa la Burkina Faso imekuwa ni uwanja wa vita, sio tu kwa majeshi ya nje, lakini na haya makundi ya wanamgambo yanayotumiwa na hao watu wa nje, hususan ni Ufaransa, maana ndio hawa wanatumia haya makundi, kwa sababu amekuwa akiwalaumu haya mataifa ya nje kuinyonya Afrika na kupindisha mawazo ya umma wanachokiwaza, na kusababisha machafuko kwa ajili ya kulinda maslahi yao. Na katika moja ya mahojiano na mwandishi wa habari wa RT, Ibrahim Traore akamwambia mwandishi wa habari kuwa, je, watu wanajua kuwa Ufaransa wakati mara ya kwanza wanafanya majaribio ya atomic bomb waliwaweka askari weusi wa Afrika ilo eneo la kufanya majaribio, ili madhara yatakapotokea ya wakute wale wa Afrika? Hebu tulijadili kidogo hilo. Kila kitu wanachokitumia kinyume na Afrika ni matatizo, na haya yote yanahitaji yaongelewe ili vijana wa Afrika waweze kuyajua, kwa sababu kuna Waafrika wengi sana bado wamelala usingizi, na ambao bado wanaendelea kuwasiliana na mabeberu. Kwa hiyo wameiweka Afrika kuwa ni bara ambalo haliwezi kuendeleza chochote. Wamesema Afrika haiwezi hata kutengeneza kitu chochote wala kuingia kwenye mabadiliko ya teknolojia na science. Na hilo ndilo tunalopambana nalo. Na kama wakiendelea kuiona Afrika kwa picha hiyo kuwa ni watu ambao hawawazi chochote, hawana chochote, hawana akili, watu ambao hawawezi kutengeneza hata toothpick, watu ambao hawawezi wakatengeneza kitu chochote kile wakafanya mabadiliko kwenye teknolojia, basi sisi sio marafiki zao. Nyakati zimebadilika. Sasa hayo ndio mawazo yao kuhusu watu weusi, na wanatakiwa kuacha mara moja, kwa sababu kwa kututendea sisi hivyo ni kama wanaona watu weusi ni watu ambao hawajakamilika. Lakini tunahitaji kuwasiliana, na unaona hawapendi kabisa wakinisikia nikiongea kama hivi. Wanadhani ninaongea sana, kwa hiyo inabidi ninyamaze ili waweze kushinda katika maono walionayo. Lakini je, huo utakuwa ni ushindi? Hapana, kwa sababu majuto yangu mimi ni kuona vijana wakitumia muda mwingi kusikiliza redio, na redio hizi ni za nje kama RFI, yani Radio France International, na mimi nimekuwa katika nchi ambazo redio hizi zimefungiwa, lakini tunatumia application kurekodi zile logs zao kwa ajili ya kusikiliza. Lakini ghafla tukaja kugundua kuwa kila kitu kimebadilika, na nikaanza kuelewa kuwa wanabadilisha akili zetu kupitia vyombo vyao hivyo vya habari, ili akili zetu zikubaliane na kile wanachokitaka. Lakini hotuba yake aliyoitoa mbele ya Vladimir Putin imefanya vyote. Imefanya awe jasiri, lakini pia kutengeneza maadui zaidi, na zaidi sana machafuko katika taifa lake la Burkina Faso.
Tangu amechukua madaraka, Burkina Faso imeonekana ni target kubwa sana kwa makundi haya ya wanamgambo ya kigaidi, na wakati mwingine wakitaka kumuua yeye mwenyewe, lakini na mapinduzi ambayo yameshindwa. Lakini mji wa Djibo ambao hapo mwanzo ulichukuliwa na magaidi, na kwa sasa inaonekana ni kwa namna gani ambavyo machafuko haya yameenea, hususan huko kaskazini mwa mji huu wa Djibo. Mwezi wa 9 mwaka 2023, wakazi wa mji wa Djibo walikimbia na kuacha makazi kwa sababu ya matisho au vitisho vya hawa wanamgambo wa Al-Qaeda. Lakini mwezi wa 11 mwaka huo 2023, raia 40 waliuawa katika shambulio ambalo halikutarajiwa, na vikosi vya jeshi la Burkina Faso havijaondoka maeneo hayo, bado wapo na wanaendelea kupambana. Na Jumatatu shirika la haki za binadamu likawa limeilaumu serikali ya Burkina Faso na kumlaumu kiongozi Captain Ibrahim Traore kwa mauaji yanayoendelea ya kuua kabila la Fulani, ambalo wanadai kuwa askari hawa wa Burkina Faso kwa kushirikiana na raia wachache wa Burkina Faso wanaua watu, na wameua raia wa kabila la Fulani kama 130 hivi. Na hiyo ilikuwa ni mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Lakini shambulio la wanamgambo hawa wa Al-Qaeda linaonyesha unafiki wa hili shirika, na hii inakuja kutokana na Urusi kwa ajili ya kuwafundisha askari hawa wa Burkina Faso kupambana na makundi ya namna hii. Mikataba na makubaliano waliosainiana ambayo hayakushuhudiwa na vyombo vya habari yanaonekana kubadilisha mwelekeo kwa Ibrahim Traore kutoka magharibi kuelekea mashariki. Na hapa tena akaongea katika mahojiano aliyokuwa anayafanya na chombo cha habari cha RT. Ninaweza kusema asante na kuishukuru sana Urusi kwa sababu ni nchi mojawapo ambayo katika huu ulimwengu ndio imechukua vifaa vya kijeshi na kutupa sisi ili tuweze kupambana kwenye hivi vita. Sasa hilo ni suala muhimu sana. Nje ya Urusi na China hakuna mtu mwingine katika ukubwa wa taswira hiyo. Ni mataifa hayo mawili tu, na hili ndilo linalotupa ujasiri zaidi, kwa sababu kwenye mataifa mengine walikataa kutupa silaha. Hata tulipokuwa tunataka kununua tulipie pesa, waligoma kabisa. Lakini hapa wanaelewa tuko vitani, na Urusi pia inaendesha special operations. Tunajua hili sio rahisi, lakini kama waliweza kuchukua silaha na kutupa Burkina Faso katika hali kama hiyo, ninadhani hilo ndilo muhimu zaidi. Lakini Urusi, kama nilivyokwisha kusema, wanatusaidia pia mafunzo na kila kitu tunachokilipia. Lakini jeshi la Urusi lenyewe liko ndani ya Burkina Faso likifundisha askari wetu mapambano, lakini pia kutumia silaha hizi za Kirusi kupambana dhidi ya makundi ya wahuni. Lakini tunahitaji kuendelea kutengeneza jeshi letu wenyewe ili liweze kuwa na maendeleo kwa msaada wa Urusi, ambalo limekuwa ni jambo muhimu sana na la faida sana kwa ulimwengu. Kwa hiyo lazima tuweze kulinda sana ushirika huu kati ya timu zetu mbili, na tunaweza tukaendelea pia ku-advance mbinu za kivita kwa ajili ya vita vilivyoko mbele yetu. Kwa watu wanaomuunga mkono kama vile wazalendo wa Afrika wanaojulikana kama Pan-Africanist, wameinua sauti zao kwa ajili ya kuongea ukweli, na simulizi zao ziko clear. Wanasema huu sio ugaidi ila ni hujuma za kisiasa. Kwenye mitandao ya kijamii moto unawaka huko. Watu wanaomuunga mkono Ibrahim Traore wakilaumu mataifa ya magharibi, lakini pia na Ufaransa kwa ajili ya kuwa backup haya makundi ya kigaidi, kwa sababu wao ndio wanufaika wakubwa sana wa hii migogoro. Angalia, wanataka wamng'oe Ibrahim Traore alafu wamuingize kibaraka wao atakayekubaliana na matakwa yao na kulinda maslahi ya Mfaransa.